Watu wanapitia sasa, Bwana ingililia kesi zao. Achilia neema yako ya huruma juu yao Bwana. Wale ambao maisha imewafikisha kwa kona Bwana, wakumbuke kama ulivyokumbuka Israeli. Bwana, panguza wanaolia machozi sasa hivi Mfalme. Inua walio chini sasa, Mungu wa mbingu, katika jina la Yesu Kristo. Waliofungwa na vifungo mbalimbali za maisha, natangaza kufunguliwa kwao sasa katika jina la Yesu Kristo. Yote ambaye ni mgonjwa mahali popote alipo, Bwana naachilia neno la uponyaji kwa maisha ya mtu huyo katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye amekaliwa na maisha katika njia moja au nyingine, amekosa amani mahali popote alipo, I release the word of peace in the mighty name of Jesus Christ. Bwana, inua watu wako tena, bariki maisha yao. Yeyote atajiunganisha na program hii ya siku ya leo, Bwana, wacha maisha yake isibaki vile tena. Nenea watu wako sasa, inua maisha yao Bwana, watie moyo jioni ya leo. Simama na wao Mungu wa mbingu katika jina la Yesu Kristo. Waonekanie ewe Mfalme, maana wewe ni Bwana. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen and amen. Tutaingia katika neno la Bwana directly, na ujumbe ambaye tunaenda kujifunza leo, it's about rejoice in the Lord always. Kufurahia katika Bwana kila wakati. Na tutaenda kuipata in the book of Philippians chapter 4 verse 4. Tutaanzia hapo tukiendelea. Inasema, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Now, wakati Bwana alinipa hii neno, ni kama nikitafakari kuhusu Paul akiongelesha kanisa la Wafilipi hii issue ya kufurahi katika Bwana. I think aliangalia mioyo yao akagundua kwamba kanisa hili la Wafilipi, ama labda Mungu akamnenea ya kwamba kanisa hili la Wafilipi kuna jambo wanapitia kwa njia moja ama nyingine, mioyo yao iko chini. Labda hawana furaha, labda kuna circumstances ambazo wanapitia, kuna situation fulani kimewakaba, so ikawa mioyo yao haina furaha. So Paul akaanza kuambia kwamba furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Wapendwa, furaha hii tunaambiwa tufurahie katika Bwana. Haisemi tufurahi kwa sababu ya mambo fulani. Tusifurahi, haisemi tufurahi kwa sababu tuko wazima, tuko wagonjwa. Haisemi tufurahi kwa sababu tuko na chakula, hatuna njaa. Haisemi tufurahi kwa sababu familia zetu ziko na amani. But the Bible says rejoice in the Lord, and I said again rejoice. Kwa hivyo kusema kwamba kulingana despite ya hali vile ilivyo, inafaa sisi wa Kristo ama watu ambao tunaomjua Kristo tufurahie katika Bwana. Yani let me say, it's a portion ambaye Mungu ametugawia kama believers tuwe nayo kila wakati. But most of the people wanafurahianga seasonal, wakati mambo iko mzuri, wakati ambaye labda kazi ameongezewa mshahara, wakati ambaye labda amepromotiwa kazini, wakati ambaye labda watoto wamewalipia shule. Lakini wakati mambo imeenda vibaya, kulingana haijapelekana kulingana anavyotaka mtu yule, unapata moyo wake unahuzunika. For example, saizi kama vile kipindi tunapitia sasa cha corona and all that, nchi ya Kenya inapitia hali ngumu sana kwa sasa kiuchumi, na biashara zimeenda chini. Hakuna mtu ambaye haelewi kile kinaendelea katika taifa la Kenya. Utapata majority of Christians wanahuzunika sana. Wanaishi kana kwamba maisha imewafika mwisho. Wanaishi kana kwamba ni kama hawana hope ya kesho. Hata waliokuwa na neema ya maombi, wengi wameacha kuomba. Waona kana kwamba hata wakiomba ni kama Mungu hawasikii. So ile motisha ya kutafuta Mungu imewaondokea. Especially wale walikuwa na kanisani kuomba watiwe moyo wakati kipindi ni kigumu, wanasikia tena kanisa watu hawaendi. So mtu yule anaishi kana kwamba amefika mwisho. But Bible inasema very clearly, rejoice in the Lord. Hata kama haujui utakula nini leo, just rejoice in the Lord. The Lord God Almighty is your portion. Yeye ndiye huwa ana provide for our lives. Hawezi akakuachilia. Pruvia shetani ya kwamba uko na mwenyewe. Mpruvia kwamba hata kama hali vile ilivyo, kuna mtu ambaye ako mbinguni anaitwa Mungu, ambaye anakuwaza mawazo mema. Rejoice in the Lord. Train your spirit, train your life to rejoice in the Lord no matter hali inakaaje. By the way, unafaa kupruvia shetani ya kwamba ameshindwa kwa vile ambavyo unafaa kufurahia wakati kipindi ni kizito. Usifurahie wakati mambo ni mzuri, furahia tu wakati kwanza, anza kufurahia wakati mambo ni mazito. Sasa hiyo ni kudhihirisha kwamba unajua your provider is alive. Amen. Amen. Pastor, the Yes. Bible says that. The Bible tells us as Christians, why do you despair?
Why do you worry Yes. over things you cannot change, and yet your God lives? Kutuambia rejoice si kumaanisha ati we are not passing through any hard things. Yes. But we are passing through a lot of hardships in life. We are passing through a lot of vitu zenye zinafanya tuna feel like the world is ending. Lakini Bible inakuuliza kwa nini unahangaika? Why is your heart at despair and yet your Redeemer lives? Yes. Rejoice and do not worry about tomorrow. Wow. Tomorrow has an owner. Kesho ina mwenyewe na mwenyewe ni Mungu. Very true. He knows what he holds for tomorrow. The Bible in Jeremiah 29:11 tells us that, for I know the plans I have for you. Plans za Mungu si za leo peke yake. Yeah. They are even of the future, tomorrow, the other day, and the many years of your life to come. Yeah. So as Christians, as children of God, we are not supposed to worry. Wow. Hatufai kuhangaika na chenye kinaendelea. Very true. Rejoicing does not come easy. Yes. But we have to show the devil that we are still rejoicing no matter our situation. Very true. Yes. That's powerful. Now I think kuna mtu maybe anatazama saizi anajiuliza, you people, do you know what am I going through now? Ni nini ambacho napitia saa hii? Mkielewa situation yangu, I think hiyo kitu mnasema rejoice hamwezi mkaisema. But let me assure you, tunakielewa kitu tunakisema. Haijalishi ni nini ambacho unapitia, furahia katika Bwana. Yesu anakujanga even the 11th hour wakati unapoona kama unakufa 3 minutes to come. Anakuja na kurescue. Hilo lilikuwa napitia kinabaki kiwa history. Because Jesus loves you so much. Upendo wake haupimiki na chochote. Unakuwa pale forever. Hebu some verse 5. Alafu pia Yes. Jesus went through the worst. He went through more than what you're going through right now. Yeah. Kama aliweza kushinda, hata yeye ataweza kukushindia. Glory. He is a God, yeye ni mjemedari mkuu wa vita. Amen. He wins all our battles. Wow. Kwa hivyo hiyo haitakuwa ngumu kwake, ataweza. Amen. Glory to God. Verse 5. Yes. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Yes, moderation. Yani ni kama upole wenu, inaeleza kwa upole wenu na ujulikane na kila mtu, Bwana yu karibu. Hiyo verse ukiangalia vizuri, Paul akiongea akiambia upole wenu ujulikane na kila mtu, Yesu yu karibu, ilikuwa ni hope anawapatia kwamba no matter what is going on in your life, Jesus is coming. Na Church of Christ, let me tell you, Jesus is coming soon. Haijalishi mhubiri yuko kwa miaka mingapi, anakuja hivi karibuni. Yaliyotabiriwa na manabii, yaliyotabiriwa na mitume wa zamani, mengi yameshatimia. Yesu ako mlangoni anakuja. So inaposema our moderation ama upole wenu julikane na kila mtu, Bwana yu karibu, ni kusema kwamba wacha kile ambacho Mungu amenivest in your spirit kijulikane na kila mtu. Kuwa mpole kwa kila mtu. Penda watu, nyenyekea kwa watu, usikuwe na kiburi, usijivune, usijifanye kwamba you know everything. Just humble yourself. Kuwa mpole kila wakati. Encourage other people. Be partaker ya kile ambacho watu wengi wanapitia. Usijihusishe na mambo yale. Shirikiana wao katika in all circumstances. Maana maandiko yanasema kwamba Yesu anakuja. Na uzuri na chochote kile ambacho utakachofanyia watu, ambacho utakafanya kwa Mungu, atakapokuja, maana maandiko yanasema anakuja hivi karibuni, atakulipa. Atakulipa mara 100 na baadaye kupatia uzima wa milele. So don't give up. Usifike mahali useme nimejicommit miaka mingi kusaidia watu, nimejicommit miaka mingi kusimama na kazi ya Mungu, na sasa Mungu ameachilia kazi yangu imekusha. Mungu hajaachilia kazi yako, Mungu hajaachilia familia yako. Wacha upole wako ujulikane na kila mtu, Yesu anakuja. Na hivi karibuni utakuwa na testimony. Amen. Pastor, the Bible tells us that in everything you do, Yes. every bad and good thing that happens, it happens for the glory of the Almighty God. Amen. Haijalishi ni situation ina gani. But Paul is telling the Christians in Philippi that the Lord is at hand. Yes. He's coming to do something no man can do. Yeah. He's coming to change what no man can change. Your situation running kama haiwezekani. Venye tu pastor ametuambia, don't give up. There are things, vitu happen, na hivi najiuliza, Yesu angekuja sasa kitu kama imehappen, tuseme nikateta ama nikaongea venye siku anafaa kuongea. Yesu akikuja sasa hivi, will I really see the kingdom? Tunaambiwa that
kitu yani ukifanya ka kitu kamoja kadogo mbaya, Yes. hiyo ndio itaharibia mazuri yote umefanya. Very true. So hiyo wakati unateta, hebu jiulize, Yesu akinipata saizi nikiteta kuhusu kitu kimehappen, will I really see the kingdom of God? Will I receive the promises in the Bible? So it is still encouraging us, don't give up. Amen. Rejoice in the Lord. Amen. Kwa kila kitu chenye kina happen, whether good or bad, tell God that, God, I know that my problem today is my testimony for tomorrow. Yeah. And whatever I'm passing through will come to pass. Nothing lasts forever. Yesu aliteswa na mwishowe akaenda kuketi na Baba. Amen. Yesu alipigwa, akatusiwa, akatemewa mate, but finally hao wenye walikuwa wanampiga ndo walimuinamia wakisema kweli huyu ni mwana wa Mungu. Amen. Sisemi ati utainamiwa. What I'm trying to say is that at the end of the tunnel, Yes. there is light. Glory. Amen. Amen. Hebu tusome verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Amen. Amen. Msijisumbue kwa neno lolote, katika kila jambo mshukuru Mungu mkiomba na mahitaji yenu julikane na Mungu. Yes. So unaona hapo Bible inatuonya kujisumbua kwa lolote. Kwa hivyo ni kusema kwamba watu ambao wanamfahamu Mungu wao hawafai kusumbuka kimawazo, hawafai kuwa depressed, hawafai kuwa na pressure kwa sababu kuna mambo hayaendi vizuri. Biblia inasema kwamba mahitaji yetu ijulikane na Mungu. Ni kusema kwamba ukishaambia Mungu kile ambacho unahitaji, unafaa relax. Don't allow that situation kukudepress ama kupatia pressure kwa sababu ya kitu fulani itafanyika. Relax. Now, let me say this. Kama hivyo kitu umekalia vero, umeitrust kwamba haiwezi kukuangusha. Na haukuangalia kama iko na miguu ama haina. Umeona iko nzuri na ukaamini kwamba hizi vitu za hii kanisa nikikalia haziwezi kaniangusha. Umetrust hiyo kiti. Na hivyo ndivyo ilivyo. Wakati ambaye tunaambiwa kwamba tumwamini Mungu, unafaa kumwamini na moyo wako wote kwamba hawezi akakulet down. But you know most Christians vile wanafanya, wanajaribu part zao mahali ambao wameona hawezi, wanaweka Mungu sasa. But the Bible haisemi hivyo. Bible inasema kwamba kwa jambo lolote lile msije mkajisumbua. Kwa hivyo tunasema from the beginning you must trust the Lord your God, ya kwamba katika kipindi hiki ambacho tunapitia saa hii hata niachilia. Usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila jambo kushukuru na kuomba. Give thanks to God. Ambia Mungu ni asante. Hii miaka yote umetembea pamoja na mimi. Kuna siku ulinitendea muujiza fulani. Kuna kitu moja ambacho God anafurahiaga wakati tunapa na mbele zake tukiomba. Kwa mfano, unaambia Mungu kama vile Daudi aliambia Sauli, ya kwamba Mungu yule aliniokoa mikononi mwa simba na dubu ataniokoa pia mikononi mwa Mfilisti huyu. So unaambia Mungu, wewe uliyeniokoa siku fulani. Kuna siku nilikuwa mgonjwa, nikakuomba ukaniponya. Kuna siku nilikuwa sina kazi, nikakuomba ukanipatia kazi. The same God uliyenitendea haya 2 years ago, you are the same God pia utakuja to my rescue. Amen. So unamuona kwamba kama alinifanyia kitu fulani 2 years ago, hata hii pia atanitendea. Hiyo ndio strategy David alitumia kwa vita yake. The same God alinifanyia hivi is the same one pia atanirescue. Pastor, venye umesema ni ukweli. Wakristo tuko na tabia ya kujisumbua na mambo, alafu tukiona tumeshindwa ndo tunaweka Mungu. Sasa hizi watu wengi hawayuko kazi. Yeah. The pandemic we are going through right now imeleta a stop to everything. Yeah. Kila kitu kimesimama. Kuna wenye saizi wanasumbuka. Nitatoa pesa ya kufanyia watoto kitu fulani. Nitatoa pesa ya kufanya kitu fulani. Yes. Lakini the Bible tells us that our God is a God of silver and gold. Amen. If you ask with prayer and supplication and thanksgiving. Yes. Always remember to give thanks for everything. Yes. Mungu atakupatia. Haimaanishi ati juu leo umekosa kesho utakosa. Hapana. Our God is a God of chances. Yeah. Na he does not look at huyu mtu this person is not very rich kwa hivyo sitambariki. Hapana. God blesses every man he created. Yeah. Na pia kuna wakati nafika unaona sasa hii corona imekuja imesimamisha kila kitu. Kesho nitaenda kazi wapi? Nitajika kulipa nyumba, watu wanahitaji kukula and all that.
usijisumbue. Yeah. Your God lives. Mhm. Jehovah Jireh lives. Yeye mwenye aliprovide manna and quails for Israelites in the desert. Yeah. Very many years ago, hata leo, he's still the same God who will provide. Amen. And will change that situation. Glory. Amen. Amen. It's verse 6. Verse 7. 7, okay. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. And the peace of God that passes all understanding. Amen. Now, ya kwanza imeanza kutuambia kwamba rejoice in the Lord. Ya pili katuambia tusijisumbue. Ya tatu imetupromise about the peace of God. Now, ukishaweza kuwa na furaha katika Bwana, train spirit yako isijisumbue, just relax in the Lord. Kuna amani Mungu anapeaga mtu. Yes. Watu wakiongea wakilia kwamba kuna haya na haya yanafanyika, wewe moyo wako utakuwa umerelax. Yes. Na Mungu atakuwa anahakikisha kwamba anakuprovidea kwa sababu moyo wako umekataa kujisumbua, moyo wako umefurahia. So amani hii ambayo imepita hekima yote ya kibinadamu itakaa ndani ya mioyo yenu katika Kristo Yesu. Ndio kwa nini watu wengi sasa wanagonjeka mpaka juzi nisikia kwa news wanasema zile hospitali zina deal na mental watu ambao wana shida ya kimawazo zinajaa watu sana wanaendea madawa because watu waliput kwamba peace zao ama kutulia kwao kunapatikana wakati things are going well Kwa mfano watu wako shule, nyumba nimelipa, maisha si mabaya, kwa account ndiko na kitu bla 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 bla. Hizo vitu zikishekiwa, huyo mtu from there amani inakosekana. But let me tell you, Biblia imetuambia kwamba amani ya Mungu ipitao alfahamu wote itakaa ndani yenu katika Kristo Yesu. Kuna kusema kwamba haijalishi kama we are going through a pandemic God will come for our rescue. Amen. Because he loves us. Na kwa sababu ambao kwamba tunalilai na yeye, hatudepend na pesa, economy ya nchi, tunamtrust yeye. Hiyo amani atatupatia. So wherever you are, don't give up. There is God in heaven. Mwachilie tu. Sijaiona ego ikiwa kwa angani ikistruggle kupaa kwa hewa. Imeumbwa ipae hivyo. Uwe just na relax, upepo inaipeleka. Na wewe relax in the presence of God. Trust in the Lord your God. Mwambie Mungu ni asante ulinipatia watoto, utanipa chakula yao. Wewe umenifisha mahali nimefika. Hii nyumba sitafungiwa. Trust in the Lord your God. Relax like an eagle. And then from there achia Mungu. Uone vile Mungu anaweza akafanya. Soma historia ya Bible uone. Watu wengi walipitia challenges kama hizi, lakini wale waliomtumainia Mungu, Bwana hakuwaaibisha. Hata wewe wherever you are, trust in the Lord. Hata kuweka kwa aibu. Amen. Pastor, the Bible tells us that if you have faith as small as a mustard seed, yes, everything you ask for itakuja. Amen. Pastor, ndio uweze kureceive peace, ndio uweze kukosa kujisumbua at heart. Yes. Lazima uwe na faith. Yes. Tusoma Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 explains well about faith. Inatupatia examples of those great men in the Bible. Akina Abraham and all those, akina Hannah, when even at the worst situation they had faith in God. Ndio hizi vitu zote ziweze kuhappen, you must have faith in God. Yeah. Na kukuwa na faith in God ni nini? Ni kuamini that Mungu wangu anaweza kila kitu. Hakuna kitu kinaweza mshinda. Glory to God. Vitu tumesema, the Bible tells us that if you have faith as small as a mustard seed, yes, the mustard seed is the smallest seed in the world. Yeah. Tukiweza kawa tukumi tupitishe hiyo mustard seed, itapotelelea tu somewhere in between. Yeah. Kadogo. Imagine kuwa na faith kidogo kama hiyo, Mungu atakutendea chenye unataka. Na sasa ukiwa na kubwa, he is an extraordinary God who does extraordinary things. Na God wetu ni huwa huwa anamovisha mountains. Yes. Na faith kidogo, kama faith kidogo inaweza movisha mountains. How about the great faith? Kuna watu kwa nje wako na great faith. Na hii ndogo inamovisha mountains. Use it. Yes. Na anything that's going on in your surrounding, itaondoka in the name of Jesus. Amen. So verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Amen. Whatsoever things are
Whatsoever things Things are are honest, honest, yes, whatsoever things are just, just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, yes, whatsoever things are of good report, yes, if there be any virtue, and if there be any praise, yes. think on these things. Amen. Now Bible inakupatia a direction. Instead ya kufikiria about what is happening in your life, Bible inasema kwamba chochote ambacho ni kizuri, chochote ambacho ni cha dhamana, chochote ambacho kinapendeza, chochote ambacho ni kinafaa, fikiria kuhusu mambo hayo. So instead you are thinking about defeat, instead of thinking the life is not good, corona, maradhi nini, yote hayo ambayo watu wa kawaida wanayafikiria inawaumiza, anza kufikiria vitu ambavyo ni vizuri, vitafanya moyo wako uwe na amani, vitu ambavyo vitafanya uwe encouraged. That's why nasema hivi, instead of kukaa peke yako, kwa sababu watu wengi wanakaa peke yako wanakuwa na mawazo mengi. What I can say is this: some tu neno and then maybe pick one verse in the Bible, usome kama vile tumekusomea hapa Philippians, ambaye anza ku think about it. The word of God hakuna mahali itakupatia stress. Hakuna mahali pressure itapanda kupitia kwa neno la Mungu. But ukianza kufikiria vile ambavyo ilienda, budget ya jana ilisoma sijui nini, damu itapanda, utapata unakasirika, unapiga watoto vita, na sasa hiyo kidhani kwamba ni Uhuru amekasirisha na budget yake, unajipata umefuruga nyumba yako. Hata sasa hizi wanaume wengi, let me tell you ladies, mnatazama, ukianza kuona mzee anapiga kelele, nyamaza. Maana vita nyingi ziko kwa boma, si za familia, shida ni huko nje. Uchumi ni mbaya. So sababu huwezi fikia Uhuru mwambie vile kunaenda, unapeleka hasira kwa mama na watoto. But instead of doing all those things, Bible tupatia vizuri mwelekeo. Vitu vyote vya dhamana, vitu vyote ambavyo ni vizuri, vyapendeza, vyavutia, think about those things. So keep yourself busy by thinking about the word of God, about vitu ambavyo vitakufanya ukagrow in your spiritual life, vitu ambavyo vitakusaidia kuwa na ushirika na wapendwa wengine, vitu ambavyo ni vya kiungu, vitakupatia amani ndani ya moyo wako. Amen. Venye kuna wakati pastor alitufunza about the word. Yes. About meditating, about reading and about understanding. When you metuambia, if we sit and think of the heavenly things, we will belong to heaven. But if we sit and think of earthly things, we are of the earth. Mambo ya mbinguni ni mambo mazuri, mambo ya kufurahisha, mambo ya kufanya uone, yes, even if I am passing through a hard situation, my God who lives in heaven is still alive. Amen. Kwa hivyo kwa kufikiria mambo mazuri, we build up a positive character in us. And this positive character imesaidia the great people of this earth. Watu wenye wanaona ukifikiria utashindwa, utashindwa. It's true. Everything is in the mind. If you think defeat, you will surely be defeated. Yes. Yes. Wow, that's powerful. Tusomee basi ngine. Verse 9. Those things which ye have both learnt and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. Amen. Anything that you saw from me and you learned from me, do those things. Now, hii inatufunza about how to learn something from the man of God. Jifunze mambo kutokana na mtumishi wa Mungu ambaye uko chini yake. Hao watumishi ambao Mungu ametupatia, because Paul kanisa la Philippians aliona kwamba vitu zingine vinawasumbua, wanafaa kulearn mambo fulani kutoka kwake ndio waache kusumbuliwa na mambo fulani maishani. Now, unafaa ujiulize kwamba ndio niweza overcome some things in life, nafaa nijifunze kutoka kwa nani? Learn it from the man of God. Vitu ambavyo amekuwa akikufundisha, kama sasa hivi tunakufundisha, jifunze kupitia kwa maneno haya. Learn from it. Learn from us. Because Paul anasema chochote ambacho mlijifunza kutoka kwangu ama mlitusikia kutoka kwangu, fanyeni hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukitaka overcome temptation and challenges of life, learn some stuff from the man of God. Kile ambacho alikufundisha. Bila alikalisha chini na kuambia mambo fulani, jifunze kutoka kwao. Amen. Na pia pastor, the Bible tells us that if you learn, unaposikia
sikia chenye unafunzwa na ukitilie maanani, neno langu litaishi ndani yako na litaishi ndani yako na nitakupatia uhai. Amen. The word of God is life. God himself is life. Jesus told us that he's the way, the truth, and the life. Amen. And no one goes to the Father except through him. Ndio ufike kwa Yesu, lazima ukuwe you have learned the word and you have meditated and received something from it. Yeah. Yes. Another thing to add to that, like Pero was saying, Mungu ako na utaratibu wake vile huwa anafanya mambo yake. Kuna watu wanasemanga hivi, I don't need anybody to teach me. I don't need anybody to go with me. I have Jesus in me, is my master, is my everything. Mimi nataka kwake direct. Okay, it's okay kwenda kwake direct. But listen to me very carefully. Paul anasema, diposa muweze kuwa Wakristo wazuri ama wamedhibitika. Anawashauri Philippians church, chochote mlijifunza kutoka kwangu na mkakisikia, kifanyeni hicho. So utaratibu huu ambaye Mungu anafanyaga mambo yake, yeye akiwa mbinguni anariziki watumishi. Watumishi hawa anawamwagilia mafuta, anawatuma kwetu, wanakuwa sana kama ni hao ndio Mungu anatumia kwa sababu ya maisha yetu. Kuna vitu huwezi kupata direct from God, anatumianga watumishi wake. Hata zamani katika Old Testament kulikuwa na makuhani, kulikuwa na manabii ambaye Mungu alikuwa anatumia kuongelesha watu wake. So wewe ambaye unahisi kana kwamba umequalify sana, you don't need anybody, umepotea, rudi kuwa chini ya mtu wa Mungu ambaye atakufundisha kujua mapenzi ya Mungu. Samueli angefanyika Samueli bila Eli. Joshua angefanyika Joshua bila Musa. Elisha angefanyika Elisha bila Elijah. You need someone to take you to your destiny. Amen. Pastor, by needing someone, see just anybody. Yes. A person who has been anointed and a person who is strong in the works of God. Yeah. Mtu mwenye atakulead in the right way. Yeah. Hata kupotosha. Kuna watu wakinotice uko na gift, anaiua ama anaitumia in the wrong way. Yeah. Tafuta mtu mwenye atakuongoza vizuri and that person will help your gift grow. Amen. Yes. Yes, so members, is it 10? Yeah. Someone? But I rejoice in the Lord greatly that now at last your care of me has flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. Amen. I rejoice because you care for me. Now in relationship ya baba na wana in the Lord, relationship ama fellowship kati ya washirika na mchungaji wao. Paul anasema kwamba anafurahia maana walikea kwa ajili yake. Na hapa ndipo I think nafaa tuongelele kidogo. Kuna watu who don't care about the man of God. Paul amewahubiria ameenda, hawana shughuli na yeye. But mtumishi wa Mungu anakea sana na watu. Ukiwa na need unampigia simu, anakuombea. Ukiwa na jambo anasimama na wewe katika kipindi kile ambacho unapitia. But wakati mambo iko mzuri, hata kumjulia hali, hata kutumia tu message ya kumsalamia, inakuwa umeachana naye kabisa. But achia Philippians, kuna kitu moja walikuwa nacho na Paul alisema alifurahia walikea kwa ajili yake. Ni lini mtazamaji wangu mahali popote ulipo, tangu hii corona ianze, ushajulia mchungaji wako kila anavyoendelea, ama hata kumpigia simu, ama hata kutumia maziwa tu, wewe ulienda ukatulia na ukaachana naye kabisa, you don't care for him. But remember, church ya Philippians walikea kwa sababu ya Paul. Hata wewe care because of the man of God. Hawa watumishi wa Mungu God amewaanoint kwa sababu yako. Huyo mtumishi ambaye Mungu amekupatia, si wote ndio anavyotuambia, ni kweli wewe na kwa kila mtu, but huyo ambaye Mungu amemweka kwa sababu ya maisha yako, huyo ambaye ni nabii wa maisha yako, huyo ambaye anasimama na wewe katika kipindi kizito, je, wewe unakea kwa ajili yake? Think about that, because bila respond kwake nitategemea kama Mungu atarespond kwako. Maana anasema kwamba watumishi wake ni watoto wake. Amen. Amen. Na pia Biblia inatuambia that if you receive a prophet, you will receive the reward of a prophet. Yeah. Prophet si ati lazima awe mtu mwenye anatabiria maisha yako. A prophet is any person anointed and chosen, mwenye ana speak over your life, mwenye ana
the person who feeds you spiritually. Na wakati Elijah alienda kwa the woman who had no child, aliuliza Gehazi after kukaa na huyo woman for so long, the woman treated him well. The woman gave him food to eat, akamjengea mahali pa kukaa. Alirudi akauliza mtumishi wake aje, hebu ndio niangalie nini huyu mama hana, kwa sababu ameshiba na amefurahia na amekaa mahali pazuri. Mwambia enda uniangalie, what does this woman lack? Gehazi alimwambia, my master, the woman has no child. Aliita yule mwanamke akamwambia, a time like this next year utakuwa na mtoto. The woman received a prophet. She received the word of a prophet. Amen. Amen. Wow, that's powerful. Now, hivyo Bwana amesema is very true. Huyo mama alijua how to connect. Yes. Lazima uwe na fellowship na your spiritual father. The one God has anointed on your behalf, awe your mentor, awe anaongea kwa maisha yako. To connect sio wakati tunampigia simu na kumwambia niombe. To connect sio wakati tunakuja tunapokelea mkono. You must understand this. Paul anaambia kuna kanisa aliandikia kawaambia, sisi haitupasi kuvuna ya kiasili kutoka kwenu. Akasema kama vile ambavyo tuliwalisha mambo ya kiroho, na si vivyo hivyo tunafaa tuvune katika mambo ya kiasili kutoka kwenu. Kwa mfano kama saa hizi watu wanasema kwamba kuna vulnerable families na serikali imetoa pesa ndio wapewe chakula no bad. Na wameongelelewa watu wengi sana, waimbaji wameongelelewa. Serikali nikaona imetoa 100 million kwa sababu yao. Na area nyingi sana imeguswa. But hakuna mali nimesikia kwa men of God. Yaani hawa watu ndio wanasema sisi tunakuwa wa Mungu. Because serikali ikipanga mambo yako kuna mali inatutajaga. Yaani kama hatukuagi, lakini kigongwa ndio watumishi wa Mungu wako wapi? Wakuje watuombe. You see now. But listen, Paul anasema kwamba you supposed to care for this man of God. Hata wao watu wako na familia, wako na base wanafaa kushughulikia. Msidhani kwamba sisi kwa sababu we are men of God, ikifika jioni tunataka kuna daraja na tunataka kutoka heaven, malaika anakuja na shopping. So lazima ushughulikie those men of God. Usiachilie mtumishi wa Mungu mahali pote alipo. Chako kujua anaendeleaje. Tembelee, omba na yeye pia, muombe Mungu. Na hao watu kile ambacho wamebeba ndani yao hakina president, hata minister hana. Hao watu wana present Mungu duniani. The ambassador of Christ. Watu hao ndio ambao wakiomba nchi inakuwa na amani. Wakipembeleza Mungu, giza inaondoka. Shetani asiweke mbegu mbaya ndani yetu ya kuwapiga vita. Inafaa tuwa support na hata tuwaombe. Listen to me Kenyans. Ndio kuna wale ambao wamejifanya na wameingia katika zizi la Mungu. Na hakuna mahali popote pale katika ulimwengu ambaye kuna kosaga photocopy. Sasa hivi kuna polisi kimesikia wameshikwa kwa kupiga mama. Si kusema polisi wote ni wabaya. Kuna madaktari wao wanashikwa kwa sababu wameregret patients, ama wengine nasikia wamerape patient hospitali. Si kusema madaktari wote wanafanyanga hivyo. Akosaki counterfeit. Mahali popote pako na original, apakosaki photocopy. So the real thing is, lazima ujue there's a real man of God outside there. There are true churches outside there. Don't generalize every churches. Usigeneralize every man of God kama wote wanakuwa hivi, hapana. There's a remnant of God mahali na wako. Mungu amewa-anoint for you and for everyone. So connect with those people of God. Pray for them. Shikana wao, you connect na wao, and you will never be the same again. Let me say a story as I finish. Kuna dada moja tulikuwa naye mahali akaniambia, by the way there are two different ladies. Moja akashare na mimi akaniambia ati aliota kwa ndoto nikiwa na gari kubwa, nikija kumrescue akiwa katika hatari fulani na nikamrescue. Haya, mwingine leo tukawa naye mahali akaniambia alikuwa anapitia, alijiona kwamba nilimkuta mahali kwa nyumba na kulikuwa na watu wengine huko. Na nikakuja nikamwambia hii maisha unakaa si nzuri. Na alafu nikamwambia kwamba kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, but adui huwa anaiba. You see, mpaka katika ndoto na maono Mungu mpaka anatumia mpaka image zetu kuongelesha watu, kuonyesha kwamba lazima atumie watu kama sisi for the rescue. So wakati tumeneglect hawa watu, tumeneglect Mungu. Yesu akasema hivi, yeyote atakayewapokea nyinyi amenipokea mimi,
na yule atakayenipokea mimi amempokea Baba aliyenituma. So tunaona inaanza from the man of God, Yesu mwenyewe, and then Baba. So hauwezi ruka hawa watu useme you are going to go direct. Na wacha nikuseme hivi, kuna unaweza ukadili nayo peke yako, lakini kuna zingine 70% of it lazima watumishi Mungu wahusishwe wa kugongea hiyo anga. Yes. Amen. Hata Yesu wakati alikuwa ana minister and wakati alikuwa when he was doing his work, hakuwa anatuma maapostoli wake atijua ameshindwa. Hapana, alikuwa anataka that the kingdom of God is kingdom ya Mungu tumeshare, na alikuwa anataka aonyeshe that through you people will receive me. Yes. Ilifika wakati Yesu akawaacha, alikuwa anawafunza hata nikienda you will still have that courage yenye niliwaachia kwenda kuhubiri neno langu. Amen. Kwa hivyo hawa wenye the apostles that were left at that time, Yesu walizaa wengine na wengine up to this time, na bado wengine wanazaliwa. Wow. Because the word says that through the people I have sent you will receive your rewards. Amen. Through the people I have sent you will receive what I have promised. Amen. Through wale apostles wengi walipona. Through the same apostles wengi walipokea watoto. Yeah. Through the same apostles wengi walibarikiwa. Yes. Venye tu pastor umesema, do not neglect the men of God. If you neglect them, neglect Mungu mwenyewe. Yeah. Yes. God bless. Now we hope umebarikiwa na mafundisho ya siku ya leo, na Bwana Mungu akubariki sana kwa kutusikiliza, kwa kuchagua kutusikiliza. Hiyo ni baraka, na Mungu aweze kubariki sana. Nasi kwetu tumefurahia kwa sababu kama ungetusikiliza ungeshare tunaongelesha ndani. Kwa hivyo Bwana kubariki sana. Ningetaka tuombe na wewe mahali popote ulipo, tuweze kunena maneno ya baraka kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. So mahali popote ulipo, onyesha tu mkono wako kwa simu yako ama mahali popote unapotazama, kuamini Mungu ya kwamba hali yote unayopitia Mungu anaingilia na kusaidia katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Asante kwa mtazamaji wangu ambaye anatazama siku ya leo. Asante kwa neno lako ambalo tumelinena kwa anga yake. Baba, lifuate na uweze kubariki mtu huyo. Huyo aliye chini ukamuinua sasa. Huyo amefinyika kumtia nguvu sasa. Huyo ambaye ana furaha mpe furaha sasa. Huyo ana amani tunanena amani sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, natangaza kuanzia leo asibaki vile alivyokuwa. Muinue from one level to another. In the mighty name of Jesus. Na release neema ya kuinuliwa kwake. Na release neema ya kujazwa nguvu kwake. Na release neema ya kufunguliwa kwake milango. In the name of Jesus Christ. Baba, amejaribu kutafuta msaada kwa njia yote ameshindwa. But Lord, I pray in the name of Jesus. Fungulia mlango wa msaada. Mconnect na destiny yake. Muunganisha na destiny helper wake. Mahali popote alipo natangaza katika neno la kiunabii. Fungulia mlango wake sasa katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninasema ni asante. Maana Bwana wa rehema, maisha mtazamaji wangu umeibadilisha mahali popote alipo. Pokea sifa na shukrani kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakutukuza na tunakuinua. Asante maana umetusikia, asante maana umetenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Bwana Mungu aweze kubariki sana. Asante kwa kutazama, na unaweza share ujumbe huu pia kwa friends zako waweze kutiwa moyo na huu ujumbe. Tuonane siku ya Jumapili saa 5. God bless you. Shalom, shalom, shalom. God bless.